الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. Na mna nini nyinyi hampigani vita katika dini ya Allah? Walmustad'afina min arrijal, na katika kuwakomboa wale wanyonge katika wanaume. Wanisai, na katika wanawake. Walwildani, na watoto. Alladhina yaquluna, ambao wanasema: rabbana akhrijna min hadhihi alqarya, e Bwana wetu, tunakuomba sisi ututoe katika mji huu wa Makka. Adh-dhalim ahluha, wenye kufanya dhulma watu wake. Waj'al lana min ladunka waliyan, na utujalie sisi kutoka mbele yako Allah waliya, mlinzi kae kutawalia mambo yetu. Waj'al lana min ladunka nasira, na utujalie sisi kutoka mbele yako nasira, yule mwenye kutunusuru sisi. Aya hii Allah tabaraka wa taala anawasemesha waumini Waislamu kuweza kuipambana na kuingia katika jihad ili kutekeleza amri za Allah na kutafuta radhi zake, pia na kuwakomboa na kuwanusuru wale ambao ni wanyonge, ambao hawana nguvu kuweza kupambana katika vita. Wanyonge hawana uwezo wa kupambana na makafiri, lakini wamedhulumiwa. Vile vile watakiwa nao wanusuriwa, wapate nusura, watetee watu kama hao. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kawa anawasemesha waumini katika maneno haya yake matukufu pale aliposema: wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, na nini nyinyi la tuqatiluna fi sabilillah, hampigani vita katika dini ya Allah. Ay wama alladhi yamna'ukum ayyuha almu'minun, ni kitu gani kinachowazuia nyinyi enyi waumini anil jihadi fi sabilillah, kuacha kupigana jihadi katika dini ya Allah, nusrata dinillah, kwa ajili ya kule kuinusuru na kuitetea dini ya Allah. Walmustad'afina min arrijal, na katika kuwakomboa wale wanyonge na katika kuwatetea wale wanyonge. Min arrijali, katika wanaume. Wanisai, na wanawake. Walwildan, na watoto. Bimaana wa nasrata ibadihi almustad'afin, na vile vile kuwanusuru wale waja wake almustad'afin, wale wanyonge. Min arrijali wanisai wasighar, katika wanaume na wanawake na watoto wadogo. Alladhina, ambao utudia alaihim, wamedhulumiwa wao, wamefanyiwa uovu wao. Wala hilata lahum wala sabilata ladayhim, na wala hawana mbinu yoyote, hila yoyote kwa wao ya kuweza kujikomboa, na wala hapana njia iliyopo mbele yao illa al-istighathata bi rabbihim, isipokuwa kwa kule kutaka uokovu na msaada kwa Bwana wao. Alladhina yaqulun, Allah anasema, ambao wanaosema: rabbana, e Bwana wetu. Bimaana ya rabbana, e Bwana wetu, akhrijna min hadhihi alqarya, tunakuomba ututoe katika mji huu wa Makka. Adh-dhalim ahluha, mji ambao ni wenye kufanya dhulma watu wake. Inaona kusema Quraish, faru min Quraish, wale makafiri katika Quraish. Waj'al lana min ladunka waliyan, na utujalie sisi kutoka mbele yako waliyan, mlinzi
ambaye atakayeweza kutulinda sisi. Waj'al lana min ladunka nasira, na utujalie sisi Allah kutoka mbele yako nasiran, yule mwenye kutunusuru sisi. Ay yad'unahu qailan, hawa wanamuomba Allah hali ya kuwa ametukuka, qailan au qailin, hali ya kuwa ni wenye kusema rabbana akhrijna min hadhihi alqarya, yani Makkah. E Bwana wetu, tunakuomba ututoe katika mji huu, anakusudia mji wa Makkah, allati, mji ambao dhalama ahluha anfusahum, watu wa mji huo wameweza kuzidhulumu nafsi zao, bil kufr, kwa kufanya vitendo vya ukafiri, sababu ukafiri ni dhulma, sawa, ushirikina ni dhulma. Wal mu'minin, na vile vile wamewafanyia dhulma waumini bil adha, kwa kuwaudhi. Waj'al lana min indika waliyan, na tunakuomba utujalie sisi kutoka mbele yako waliyan, mlinzi, yatawalla umurana, atakayetawalia na kusimamia mambo yetu. Wa nasiran yansuruna ala dhalimin, na utujalie vile vile yule mwenye kutunusuru sisi dhidi ya wale watu waovu, dhidi ya madhalim. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, wale ambao walioamini, yuqatiluna fi sabilillah, wanapigana vita katika kuitetea dini ya Allah. Hawa ni Waislamu, hawa ni waumini. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut, na wale ambao wamekufuru wanapigana vita katika kutetea au katika njia ya shetani. Faqatilu awliya ash-shaytan, basi wapigeni vita wale marafiki vipenzi vya shetani, pigeni vita hao. Inna kaida ash-shaytani kana dhaifa, hakika hila za shetani hazikuacha kuwa ni nyonge, hakika vitimbi vya shetani viwe ni vinyonge. Manake Allah tabarak wa taala katika aya hii anabainisha vita vya aina mbili. Kuna vita ambavyo wanapigana Waislamu, na kuna vita ambavyo wanapigana makafiri. Sawa, hii vita ambao wanapigana Waislamu dhidi ya makafiri, manake Waislamu wanataka kusimamisha neno la Allah tabarak wa taala, yani kulitukuza. Manake wanapigana katika dini ya Allah, kuinusuru na kuihami. Na ili kundi la makafiri ambao ni kundi la pili, nao wanapigana vita dhidi ya Uislamu, lakini vile vile wanapigana katika njia ya shetani, njia ya taghut, ibilisi al-la'in. Kwa unakuta hawa lengo lao ni kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu, na hawa lengo lao ni kwa ajili ya kumridhisha shetani. Alladhina amanu, wale ambao walioamini, maana waliomwamini Allah na siku ya mwisho. Yuqatiluna fi sabilillah, wanapigana vita katika kuitetea dini ya Allah, katika njia ya Allah. Ay alladhina sadaqu fi imanihim, wale ambao wamesadikisha katika imani yao, i'tiqadan wa amalan, kwa kuitakidi na kuifanyia kazi. Yujahiduna fi sabili nusrati alhaq wa ahli, wanapigana jihadi katika njia ya kuinusuru haki na watu wake. Hawa ni muumini, hawa ni Waislamu. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, manake walimkufuru Allah na wakakufuru, manake wakakanusha siku ya mwisho. Yuqatiluna fi sabili at-taghut, hawa wanapigana vita katika njia ya shetani. Ay walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili al-baghi wal-fasadi fi al-ard, na wale ambao waliokanusha, waliokufuru, wanapigana vita wao katika njia ya uovu, katika njia ya dhulma, والفساد الوالبيف في الأرض katika ardhi. Faqatilu awliya ash-shaytan, Allah anasema wapigeni vita, wapigeni wale vipenzi vya shetani, wale marafiki wa shetani, wapigeni vita hao. Ay faqatilu ayuha almu'minun, piganeni vita, piganeni jihadi enyi waumini. Ahla dhulmi wa tughyan, wale watu wenye kufanya dhulma, wale watu wenye kufanya uovu. Alladhina yatawallawna ash-shaytan, ambao hawa wanawapenda shetani, mapenzi yao wameelekeza kwa shetani, ibilisi. Inna kaida ash-shaytani kana dhaifa, hakika vitimbi vya shetani kana dhaifa, viweni venye ni, manake viwe ni vinyonge, manake havikuacha kuwa ni dhaifu vitimbi hivyo. Inna kaida ash-shaytani, hakika hila za shetani, vitimbi vya shetani, kana dhaifa,
havikuwachakua, ni vinyonge. Yani kila shetani atakapokuwa na vitimbi vyake vinakuwa ni vinyonge duni kabisa, havina uhai. Ni kinyume hata vitimbi vya wanawake, inna kaida kunna adhim, sawa, ni vikubwa kuliko vitimbi vya shetani. Sawa. Kwa hiyo ahlu dhulm wa tughyani hawa wanawapenda shetani, wayutiuna amrahu, alafu vile vile wanatii amri za shetani. Inna tadbira shaitan li awliyaihi, hakika ile mikakati ya shetani kwa wale marafiki zake, kana dhaifa, haikuacha kuwa ni mnyonge. Shetani huwa na mikakati mingi tu kwa Muislamu, kwa muumini, mikakati ya kumpoteza ndio tadbir, lakini mikakati hii inakuwa ni mnyonge sana, haina nguvu maadamu tu kwamba yule muumini na Muislamu mwenye kukumatana na dini yake, haina thamani yoyote wala haina nguvu yoyote kwa Muislamu. Alam tara ila alladhina qila lahum, hivi huwajui Muhammad wale ambao walioambiwa kufu aidiakum, izuieni mikono yenu kutopigana katika vita. Aqimu salata wa atu zaka, na idumisheni swala na mtoe zaka. Falamma kutiba alayhimul qital, zamani palipofaradhisha kwa wao kupigana vita, idha fariqun minhum, ghafla kundi katika wao, yakhshawna an-nasa, wanaogopa watu, ka khashiyati llahi, kama wanavyoogopa Allah, au ashadda khashya, au zaidi ya kumwogopa Allah. Waqalu, na wanasema, rabbana, bwana wetu, lima katabta alaina alqital, kwa nini umetufaradhishia sisi kupigana vita? Laula akhartana ila ajalin qarib, si ungetuchelewesha sisi mpaka muda wa karibu, si ungetuchelewesha sisi mpaka muda mdogo. Qul, waambie Muhammad, mata'u dunya qalilun, hizi starehe za dunia ni chache. Mata'u dunya qalilun, starehe za duniani ni chache tu za kupita. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, na maisha ya akhira ni bora zaidi kwa ule mwenye kumcha Allah. Wala tudlamuna fatila, na wala hamtodhulumiwa kiasi cha nyuzi ya ukoko ya tende, kiasi kile cha nyuzi ya koko ya tende hamtodhulumiwa bila Allah tabaraka. Nadhani tulieleza vizuri sana katika iliyopita, katika darasa yetu ya jana. Alam tara ila alladhina qila lahum, hivi hauwajui ayu Muhammad wale ambao waliwaambiwa, ay alam ta'lam ya Muhammad amra ulaika alladhina qila lahum qabla al-idhn bil jihad, hivi haujui ayu Muhammad mambo ya hao ambao waliwaambiwa wao kabla ya kule kuruhusiwa kupigana jihad. Manake maneno haya waliambiwa kabla hazijateremka zile aya zinazoamrisha wao na kuwataka kupigana jihad, kabla zitateremka aya hizo wanaambia maneno haya. Alam tara ila alladhina qila lahum, hivi hujue ya Muhammad jambo la wale ambao waliambiwa wao, kufu aidia, izuieni mikono yenu. Kufu aidiakum, izuieni mikono yenu, maana imna'u aidiakum, izuieni mikono yenu, an qitali a'daikum min almushrikin, kuacha kupigana vita na maadui zenu katika washirikina. Waliambiwa maneno, na hii ilikuwa ni kabla ya kuteremka zile aya za kuamrisha kupigana vita na makafiri mwanzo. Alafu akaambiwaje, wa aqimu salata wa atu zaka, nasimamisheni swala na mtoe zaka. Bimaana wa alaikum adaa ma faradahu Allahu alaikum min as-salati waz-zakah, na lazimianeni na shikamaneni na kutekeleza yale ambayo ameyafaradhisha Allah kwenu nyinyi, min as-salati, katika swala, waz-zakati, na katika zaka. Kamataneni na haya mambo ya vita kwa ziacheni hivi sasa. Nini swalini, toeni zaka na ibada nyingine, ama janibu ya jihad tulieni, kwa bado muda wake, wakati bado kufika wakati wake, mtapewa maagizo, tatoka amri kutoka Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma kutiba alayhimul qital, basi zamani
kulipofaradhishwa kwa wao kupigana vita. Sasa ndizo aya zile za kuwataka sasa wao waingie katika maariki, waingie katika viwanja vya vita, wapigane na makafiri. Ziliposhuka aya hizi, jambo la kupigana vita lilikuwa ni faradhi kwa wao. Idha fariqun minhum yakhshawna an-nas, mara tu kundi katika hao yakhshawna an-nas, wanaogopa watu. Manake kundi, manake katika waumini katika Uislamu, manake wanaogopa watu, manake wanaogopa makafiri. Ka khashyati llahi, kama vile kumwogopa Allah, au ashadda khashya, au zaidi ya kumwogopa Allah. Kwangu anasema hapa, falamma furidha alaihim alqital, basi zamani palipofaradhishwa kwa wao kupigana vita, idha jama'atun minhum, ghafla kundi katika wao, qad taghayyara halu, tayari imeshabadilika hali yao, sio jenga hofu. Na mwanzo walikuwa tamani wapambane na makafiri, Allah akawazuia, akamwambia subirini, ngoja. Sasa lile jambo ambalo alikuwa akilitamani tayari limeshafika, hali zimebadilika, taghayyara halu, hali zao kazi zimebadilika. Fa asbahu yakhafuna an-nasa, wakawa sasa wanaogopa watu, yarhamunahum, na wanaogopa vile vile. Ka khawfihim min Allah, kama vile kumwogopa kwao Allah, au ashad, au zaidi ya kumwogopa Allah. Sawa. Naam. Waqalu, na wakasema, rabbana, bwana wetu, lima katabta alaina alqital, kwa nini umetufaradhishia sisi vita? Laula akhartana ila ajalin qarib, si ungetucheleweshea sisi mpaka muda wa karibu, mpaka muda mdogo. Yani unaona kwamba ungefanya haraka sana tufaradhishia hii vita. Wayulinuna, Sheikh anasema wanatangaza wazi wazi, amma tarahum min shiddati alkhawf, kwa lile ambalo liliwaingia wao katika ule ukubwa wa kuogopa. Fayaquluna, wanasema, rabbana, bwana wetu, lima aujabta alaina alqital, kwa nini umeviwajibisha kwetu sisi hivi vita? Umevifanya ni wajibu, si ungetupa muda basi, ila wakati qarib, mpaka muda ulio karibu. Qul, waambie Muhammad, mata'u dunya qalil, starehe za duniani ni chache. Kila namna utakavyostarehe hapa duniani, lakini dunia itamalizika. Utastarehe kwa muda kadhaa, alafu baada ya hapo utaondoka, utaweka na utapotea katika hii dunia. Mata'u dunya, starehe za duniani, qalilun, ni chache, chache mno. Ay mata'u dunya qalil, starehe za duniani ni chache. Waambie Muhammad maneno haya. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, na maisha ya akhira ni bora zaidi kwa ule mwenye kumcha Allah. Wal akhiratu wama fiha, na maisha akhira na yaliyomo katika maisha hayo, a'zam, ni makubwa. Wa abqa, na yenye kubakia, ni yenye kusalia, liman ittaqa, kwa ule mwenye kumcha Allah. Fa'amila bima umira bihi, na akafanyia kazi yale ambayo ameamrishwa yeye. Wajitanaba ma nuhiya anhu, na akajiepusha na kujiweka mbali na yale ambayo aliyokatazwa. Wala tudlamuna fatila, na wala hamtodhulumiwa kiasi cha juzi ya kokwa ya tende, hamtodhulumiwa siku hiyo. Bimaana wala yadhlimu rabbuka ahadan shay'an, hatodhulumu mola wako Muhammad kumdhulumu yoyote kwa chochote. Walau kana miqdaru alkhayt, japokuwa ni kiasi cha uzi, alladhi yakunu fi shiqqi nawati tamra, nyuzi ambayo inakuwa katika ule ubale wa kopa ya tende, nyuzi ile ambayo inapatikana katika ule ubale wa kopa ya tende. Allah hatomdhulumu mtu, ikiwa ni khair atalipa khair yake, hata kama ni mdogo, na ikiwa ni shari atalipa shari yake vile vile. Aina ma takunu yudrikumul maut, popote mwapo yatawakuteni, yatawadirikini mauti. Walau kuntum fi burujin mushayyada, na japo kuwa nyinyi mtakuwa katika ngome madhubuti, mauti yatakuteni. Sasa wapi utakimbia wewe? Utakimbia vipi? Kumkimbia Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio wale maneno ya mmoja anasema, rubba jari kutibat lahu salama, huenda ule mtu shujaa ambaye kapambana katika vita, la yakhafu lawmata laim, haogopi chochote. Kutibat lahu salam, akaandikwa yeye amani.
akapigana vita vyote kwa ajili ya Allah, lakini akafa katika farashi kama alivyokufa Khalid ibn Walid. Wa rubba jaban laqiya hatfahu fi makmani, na huenda ule mtu mwoga yakamdiriki yale mauti yake pale mahala alipojificha, mauti pale pale akamfikia akafa. Kwa kwamba mauti hakimbiwi, namna atakavyokuwa mwanadamu na katika haya maisha atakoisha hapa duniani, lakini ipo siku atakuja kuondoka. Ipo siku atakuja kuondoka. Ukijua hilo, imani hakuna utakachokiofia tena, hasa ikiwa ni jambo la Allah tabaraka wa taala. Wa in tusibuhum hasanatun, na likiwapata wao jambo jema, yaqulu hadhihi min indillahi, wanasema jambo hili linatoka mbele ya Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atun, na likiwapata wao likiwafika wao jambo baya, yaqulu hadhihi min indik, wanasema jambo baya hili linatoka mbele yako Muhammad. Qul, waambie Muhammad wao, kullun, kila moja kati ya baya na zuri, min indillah, yote yanatoka kwa Allah tabaraka. Famali haula, wana nini hawa? Ay famali haula alqawm, wana nini watu hawa? La yakaduna yafqahuna haditha, hawakurubii kuyafahamu maneno. Kuna kwamba hawa hawafahamu hawa, la yakaduna yafqahuna haditha, hawakurubii kuyafahamu maneno. Manake wanayafahamu maneno lakini kwa uchache, wanafahamu lakini kwa mbali, uchache mno. Aina ma takunu, popote mwapo, yudrikumul maut, yatawakuteni nyinyi mauti, yatawadirikini nyinyi mauti. Ay anna aina ma takunu, mahali popote mtakapokuwa, yulhiqukum almaut, yatawakuta nyinyi mauti, fi ayi makani kuntum fihi, mahali popote mtakapokuwa nyinyi mko katika mahali yako. Inda hululi ajali, wakati tu kule kufika ule muda wenu, muda wa mtu akapofika tu, la yastakhiruna sa'atan, la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khiruna, sawa, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna, hatuchelewa japo muda mchache. Walau kuntum fi husunin ma'ina, na japo kuwa nyinyi mtakuwa katika ngome madhubuti, baida, tena ngome hizo ziko mbali kabisa, an sahati al-ma'arik wal qital, ziko mbali kabisa na ile sehemu ya vita na mapambano, mbali kabisa. Lakini Allah tabaraka wa taala maadamu ameshakukadiria mja wake huyu leo kufa, atakufa, mauti lazima atamjia tu. Walau kuntum fi burujin mushayyada, na japo kuwa nyinyi mpo katika ngome madhubuti, mania, ngome madhubuti ndefu. Wa in tusibuhum hasanatun, na kama litawafikia wao, na kama litawapata wao jambo jema, yaqulu, husema, hadhihi min indillah, jambo hili linatoka mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bimaana wa in yahsul lahum ma yasurruhum, kama manake litawapata wao lile ambalo litakalowafurahisha, min matai hadhihi dunya, min mataa hadhihi alhayat, kutokana na starehe za maisha haya, yansibu husulahu ila Allah taala, jambo hilo wanalitatibisha ule kupatikana kwake kwa Allah, kwamba jambo hili linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tusibuhum sayyi'atun, na likiwapata wao, likiwafika wao jambo baya, yaqulu, husema, hiyo ndio jawabu ya in shartiya, hadhihi min indik, kwamba jambo hili linatoka mbele yako wewe, maana linatoka Muhammad, min indik, ay yansibuhu ila rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hili sasa wanalegemeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikiwa ni zuri wanalegemeza kwa Allah, nikiwa ni jambo baya wanalegemeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaegemeza kwa Mtume jahalatan, kwa ujinga, watashauman, na kule kuitakidi nuksi, kwamba huyu Muhammad ni mtu ambaye ni mashuhuri, ni mtu mwenye nuksi tu. Sasa Allah tabarak wa taala anawaambia, qul, sema Muhammad, qul, sema ya Muhammad, lahum, kuambia wao ya Muhammad, kullun min indillah, yote haya yanatoka mbele ya Allah tabaraka wa taala. Famali haulai alqawm, wana nini watu hawa basi? La yakaduna yafqahuna haditha, hawakurubii kuyafahamu maneno, manake wanayafahamu lakini kwa mbali. Allah tabaraka wa taala anawaeleza na kuweka wazi, anawaambia, ma asabaka min hasanati,
famin Allah, chochote kitakachowapateni au chochote kitakachokupata min hasanatin, katika jambo zuri, famin Allah, basi hilo linatoka kwa Allah. Wama asabaka min sayyi'atin, na lolote litakalokupata wewe katika jambo baya, famin nafsik, hilo linatokana na nafsi yako mwanadamu. So jambo zuri linatoka kwa Allah, jambo baya linatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, jambo baya linatoka katika nafsi yako wewe, zuri linatoka kwa Allah zaidi kama sahihi, lakini baya halitoki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka katika nafsi yako. Wa arsalnaka linnasi rasulan, na tumekupeleka ya Muhammad kwa watu rasulan, hali ya kuwa ni mtume. Wa kafa billahi shahida, na anatosha Allah kuwa ni shahidi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, na jambo lolote litakalokupata wewe katika jambo zuri, katika jambo jema, basi linatokana kwa Allah tabaraka. Ai ma asabaka ayuha al-insan, chochote kitakachokupata ewe mwanadamu, min khairin wa ni'ma, kutokana na khairi na neema, fa huwa min Allah ta'ala wahda, basi hii inatoka kwa Allah hali ya kuwa pekee yake. Fadlan wa ihsanan, ni kwa ubora na kwa wema. Wama asabaka, na chochote kitakachokupata wewe, min jahadin wa shidda, tatizo, fa bisababi amalika sayyi, kwa sababu ya matendo yako mabaya. Wa arsalnaka linnasi rasula, na tunakupeleka ewe Muhammadi kwa watu rasulan, hali ya kuwa ni mjumbe. Tuballighuhum risalata rabbik, sawa, hali ya kuwa ni mwenye kuwafikishia wao ujumbe wa Bwana wao. Wakafa billahi shahidan, anatosha Allah kuwa ni shahidi, ala sidqi risalati, juu ya ule ukweli wa utume wako. Man yuti ar-rasula faqad ataa Allah, yoyote atakayemtii mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hakika amemtii Allah huyo. Sawa, naam. Man yuti ar-rasula, na yoyote atakayemtii mtume, faqad ataa Allah, bas hakika amemtii Allah. Ay man yastajib lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, yoyote atakayemwitika na kumjibu mtume wa Allah, wa ya'mal bihadihi, na akafanyia kazi ule uongofu wake, faqad istajaba lillahi ta'ala, bas takuwa mtu huyo amemjibu Allah aliyakuwa ametukuka. Wamtathala amrahu, na akatekeleza amri zake. Waman tawalla, na yoyote atakayekengeuka, fama arsalnaka alayhim hafidha, basi hatukukupeleka Muhammad kwa wao hafidhan, ni mwenye kuhifadhi matendo yao. Tukupeleka kwa ajili hiyo. Sawa. Waman tawalla, na yoyote atakayekengeuka, ay a'rada, atakapanyongo, atakayepuuza an ta'ati llahi wa rasulihi, kuacha kumtii Allah na mtume wake, Allah anasema fama arsalnaka alayhi hafidha, basi hatukupeleka ya Muhammad kwa wao hafidhan, ni mwenye kuchunga, ni mwenye kuyahifadhi matendo yao. Hatukupeleka katika hilo. Ay raqiban, kuwa ni mlinzi. Tahfadhu a'malahum, kawa unahifadhi yale matendo yao. Tuhasibuhum alaiha, na ikawa unahisabu matendo hayo. Kufanya hivi. Wayaqulun, na wanasema wale wenye kupinga, ta'atu, sisi tumetii. Fa idha barazu min indik, na pindi wanapoondoka min indika, kutoka mbele yako, bayyata ta'ifatun minhum, sawa, linaficha kundi miongoni mwao, ghaira alladhi taqul, yasiyokuwa yale maneno, yasiyokuwa yale ambao taqul linasema, yasiyokuwa yale ambao wanaoyasema. Yani kwamba ni kundi na wale wenye kumpinga Mtume sallallahu, wanapokuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa wanaonyesha kwamba wamemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaonyesha kwamba wao wanataa, wanasama, na watakachoambia watasema tumetii. Lakini wanapoondoka sasa na kuachana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wanadhihirisha yale ambayo kinyume waliwasema kule mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana kwamba wanaficha na kuwa ndani ya nyoyo zao. Na hizi sifa za wanafiki. Wayaquluna, na wanasema, hao nani? Hao almu'ridun, hao wenye kupinga hao. Wahum fi majlisi rasulillah sallam, na hali yapo wao wamekaa katika kikao cha mtume wa Allah. Sawa, ta'atu, tumetii sisi. Wasema hivi,
fa idha barazu min indi, na pindi wanapotoka, manake wanapoondoka mbele yako Muhammad, ay fa idha bitaadu anhu, pindi watakapojitenga naye, wansarafu an majlisihi, sawa, na wakaondoka kuepukana na kile kikao chake, bayyata ta'ifatun minhum, basi linaficha kundi miongoni mwao, ghaira alladhi taqul, yasiokuwa yale ambao walikuwa wakiyasema, wanaficha. Maanake kwamba wanakula njama ule wakati wa usiku, kinyume cha yale ambao waliyasema. Ay dabbara jama'atu minhum laila, linapanga njama kundi katika wao usiku, ghaira ma a'lanuhu min at-ta'a, kinyume cha yale ambao waliodhihirisha kule walikutana na mtume kule, min at-ta'a, katika kutii. Yani kwamba unapofika wakati wa usiku sasa unapanga mipango yako ya kumshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale yote ambayo alikuwa anadhihirisha kwa mtume, wote wale wanayaficha. Sawa, hawana habari naye, wanayao katika vichwa vyao. Wallahu yaktubu ma yubayitun, Allah anaandika yale yote wanaoyaficha katika nyoyo zao, wanaokula njama ule wakati wa usiku. Fa'arid anhum, wapuuze wao, watawakkal ala Allah, na mtegemee Allah, wakafa billahi wakila, na anatosha Allah wakila, mwenye kuwakilishwa katika mambo yao. Wayaquluna, na wanasema hao wenye kupinga, ta'atun, sisi tumetii. Fa idha barazu min indi, na pindi wanapoondoka mbele yako Muhammad, bayyata ta'ifatun minhum, linaficha kundi miongoni mwao, ghaira alladhi taqul, yasiokuwa yale ambao wanayasema. Maana wakati wa usiku sasa wanakaa njama, wanapanga mikakati dhidi ya kufanya uadui mtume. Yale yote yale ambao wanayasema mbele ya mtume katika majlisi yake wanayakataa na kuyapinga. Wallahu yaktubu ma yubayitun, Allah anaandika yote wanaoyaficha, wanayokula nao njama wakati wa usiku, wale ambao wanaoyapanga njama wakati wa usiku, Allah anaandika yote. Sawa, fa'arid anhum, basi wafuuzi hao, wape nyongo hao Muhammad. Watawakkal ala Allah, na umtegemee Allah, wakafa billahi wakila, na anatosha Allah kuwa ni mwenye kuwakilishwa katika mambo yao. Afala yatadabbaruna alquran, hivi hawaizingatii Qur'ani? Afala yatadabbaruna alquran, hivi hawaizingatii hawa Qur'ani? Walau kana min indi ghairi Allah, na lau ilikuwa hiyo Qur'ani inatoka kwa sifa Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, basi wangelikuta katika hiyo Qur'ani mgongano mkubwa. Ilikuwa maneno yanagongana yenyewe kwa wenyewe kama maneno ya mwanadamu. Sawa, sawa, maneno ya mwanadamu ni maneno ya kujigonga. Sasa akasema hivi leo, kesho akasema vingine. Sawa, haieleweki. Kwa sawa? Ndio. Leo kaongea hivi, kesho kutwa kaongea mengine haya, kesho kutwa kaongea haya. Ndio mwisho sasa aulizwe wewe uliongea maneno haya siku fulani, vipi leo mzetu? Ana cha kusema. Atatafuta hoja pia ya kuweza kuwatetea yale maneno yake aliyozungumza. Sawa, lakini Qur'an hakuna maneno haya. Na kama utaona taarudh katika Qur'an, ujue fahamu yako wewe tu ndio imejigonga. Kimaneno ya Allah kwa pale pale yamenyoka. Wewe fahamu yako wewe tu ndio kutatiza. Hujaelewa vizuri, tukueleweshe. Afala yatadabbaruna alquran, hivi hawaizingatii Qur'an? Imana afala yanzuru haulai fi alquran, hivi hawayatazami hawa katika Qur'an? Wama jaa bihi min alhaq, na yale ambayo yalokuja katika Qur'an min alhaqi, katika haki. Nadhara ta'ammuli wa tadabbur, kutazama kwa mazingatio, sawa, ya kuundani kabisa. Sawa, walau kana min indi ghairi Allah, na lau ingelikuwa ya Qur'ani inatoka kwa asiyekuwa Allah, manake yatoka kwa kitu chengine, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, basi wangelikuta katika hiyo Qur'ani mgongano tofauti kubwa. Wa idha ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf adha'u bihi, Allah anawasema wanafiki. Wa idha ja'ahum amrun min al-amr, na pindi itakapowajia wao habari ya amani, au al-khawf, au itakapowajia wao habari ya hofu, adha'u bihi, wanaieneza habari ile,
manake wanaitangaza. Yani habari yoyote wanaposikia, basi kama ni ya amani au ya hofu, basi hao ndio watu haraka sana kuanza kuitangaza. walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri, walau rudduhu, na lau wangelirudisha habari hiyo, ila ar-rasuli, kwa mtume wa Allah, wa ila ulil amri, na lau wangeirudisha habari hiyo kwa wale wenye mamlaka, wale viongozi, minhum, katika wao, alimahu alladhina yastanbitunahu minhu, basi wangelijua habari hiyo wale wanaotaka kuitoa habari hiyo miongoni mwao. Manake wangelijua wale wanaotaka kuitoa, wale wanaotaka kuitangaza habari hiyo wangelijua wakaitoa. Manake si kuna watu maalumu wenye kutoa hizi habari? Kwa nini singesikia kule alafu wao ndio wakazitoa kuliko msikia nini? Manake hapa ni makosa kuzungumza habari ambayo haijakuwa rasmi, uzungumzo wewe kaitoa, makosa. walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau sifa za Allah zilizopo juu yenu na rehema zake, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, mngelimfuata ni shetani isipokuwa watu wachache. Lakini fadla za Allah, rehema zake zimeziweza kuwazuia waja kutokufuata shetani. wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf, na pindi itakapowajia wao habari, amru bimaana khabaru, itakapowajia wao habari au litakapowajia wao jambo lolote, min al-amni, la amani, au al-khawf, au jambo la hofu, au habari ya hofu, adha'u bihi, wanaisambaza habari hiyo, wanalisambaza jambo hilo, manake wanalitangaza gaza kabisa. Na hapa tunapata kitu kinaitwa al-idhaa, wanalisambaza katika vyombo vya habari. Wani kwa vyombo vya habari tumetangaza muda mrefu sana. Min al-idhaa, adhaa yudhi'u idha'atan, sina masari inapokuwa ndio. Na idhaa maana ni chombo cha habari, kama katika television huko, katika redio. Simuone kwamba hii teknolojia ambayo kwa sasa imeshatabiriwa muda mrefu kabisa katika Qur'an, tatueleza nini bwana? Hautuwezi kabisa. Na hivi kwa habari ndio vinavyo kutoa habari kwa wepesi. Habari ndani ya dakika 2 tayari shaenea dunia nzima. Maana Allah akatumia wa adha'u bihi, manake wakaitangaza, wakaisambaza katika vyombo vya habari. Si maneno mazuri hapa. Naam. wala rudduhu ila ar-rasuli, na lau wangeliurudisha habari hiyo kwa mtume, wa ila ulil amr, na kwa wale wenye mamlaka na kwa wale wenye amri, viongozi wao, minhum, katika wao, alimahu alladhina yastanbitunahu, basi wangelijua habari hiyo wale ambao wanaotaka kuitoa, wale ambao wanaostahili kuitoa habari hiyo, minhum, katika wao. Istambata bimaana istakhraja, yastambitu istimbata, na istimbat maana yake ni kutoa faida, au sio bwana? Naam. La'alimahu alladhina, basi wangelijua habari hiyo wale ambao yastambitunahu minhu, wanaotaka kuitoa habari hiyo miongoni mwao, wangelijua alafu wakaitoa. Manake wale wenye kuipeleleza, wapelelezi ndio yastambituna, ni wale wenye kuifuatilia, sawa, wale wenye kuipeleleza hiyo habari, wenye kuipeleleza. Manake ndio wale wapelelezi, wale ndio wenye kustahili kutoa hizo habari, sio hawa watu wa kawaida. Na hapa inatoja system, tupata hiyo system. walaula fadlullahi alaykum, na lau sifadha Allah iliyopo juu yenu, na lau sifadha ya Allah iliyopo juu yenu, wa rahmatuhu, na rehema zake, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, basi mngelimfuata shetani isipokuwa wachache, kama isipokuwa wachache miongoni mwenu. Kwa sawa, faqatil fi sabilillah, basi pigana vita ya Muhammad katika dini ya Allah, wa i'la'i kalimati, na katika kulitangaza neno lake. La tukallaf illa nafsak, hautokalifishwa isipokuwa nafsi yako. Manake hautolazimishwa na vitendo vya mtu mwingine, wala hautoadhibiwa kwa sababu ya mtu mwingine. Waharidhil mu'minin, na wahimize waumini hiyo kupigana vita.
Unaona? Kuonyesha kwamba hii jihadi ni ya waumini bwana. Jihadi ya sali ya waumini. Waharidil mu'minin, na wahimize washajiishe waumini ala alqitali wal jihad, juu ya kupigana vita na kupigana jihadi. Faqatil fi sabilillahi, napigana jihadi, pigana vita ya Muhammad katika dini ya Allah. Ay fajahid, pigana jihadi ya Muhammad fi sabilillahi, katika dini ya Allah. La tukallafu illa nafsak, hautakalifishwa ya Muhammad isipokuwa nafsi yako. Waharidil mu'minin, na wahimize, manake wahutha almu'minina ala alqital waraghibhum fihi, na wapendezeshe wao. Laalla Allah yamna'u bika wa bihim, na wapendezeshe wao. Asa Allah, huenda Allah an yakuffa ba'sa alladhina kafaru, manake huenda Allah akazuia ba'sa alladhina kafaru, sawa, vita za wale ambao waliokufuru, sawa, magombano ya wale ambao waliokufuru, magombano yao Allah anaweza kuyazuia. Asa Allah, huenda Allah an yakuffa ba'sa alladhina kafaru, huenda Allah akazuia magombano, vita za wale ambao waliokufuru. Wallahu ashaddu ba'sa, Allah ni mkali mno wa vita, ni mkali mno wa magombano. Wa ashaddu tankila, na Allah ni mkali mno wa kutesa, manake ni mkali wa mateso. Man yashfa' shafa'atan hasana, yoyote atakayeombea uombezi mzuri, yakun lahu nasibun minha, patakuwepo kwake yeye na fungu katika malipo kutokana na uombezi huo. Wa man yashfa' shafa'atan sayyi'a, na yoyote atakayeombea uombezi mbaya, yakun lahu kiflun minha, patakuwepo kwake yeye na sehemu ya madhambi kutokana na uombezi ule. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, na hakuacha kuwa Allah juu ya kila kitu ni mwenye kukikadiria. Qita limana muqaddir, tafsiri nyingine muqita limana qadir, ni mwenye uwezo nacho pia. Sawa. Man yashfa' shafa'atan hasana, yoyote atakayeombea uombezi mzuri, yakun lahu nasibun minha, patakuwepo kwake yeye na sehemu ya malipo kutokana na uombezi. Nasibu minha, sehemu ya malipo kutokana na uombezi, manake sehemu ya thawabu ule mwenye kumwombea mwenzake uombezi uliokuwa mzuri. Wa man yashfa' shafa'atan sayyi'a, na yoyote atakayeombea uombezi mbaya, yakun lahu kiflun minha, patakuwepo kwake yeye na sehemu ya madhambi kutokana na uombezi ule. Kif ni makani, ni sehemu ya madhambi kutokana na uombezi ule. Kana Allahu ala kulli shay'in muqita, wa kana Allahu, na hakuacha kuwa Allah ala kulli shay'in, juu ya kila kitu, muqita, ni mwenye kukadiria. Wa idha uyitum bi tahiyyati, na pindi mtakapoamkiwa kwa salamu, fahayyu bi ahsana minha, sawa, basi rudisheni salamu iliyo nzuri kuliko hiyo, au rudduha, au rudisheni mfano wake. Wa idha uyitum bi tahiyyati, na pindi mtakapoamkiwa kwa salamu, kwa mamkizi, fahayyu bi ahsana minha, basi rudisheni mamkizi bora kuliko hayo mlioamkiwa. Yani mtu labda amekusalimia ile assalamu alaykum, basi ndio kwa bora kusema wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, inna fahayyu bi ahsana minha. Au rudduha, au rudisha mfano wake, manake au jibu mfano wake. Mtu kusalimia assalamu alaykum, ukamwambia wa alaykum assalam. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba, hakika Allah hakuacha kuwa juu ya kila kitu ni mwenye kukilipa, manake ni mwenye kukihesabu, ikiwa na maana mwenye kukilipa. Sheikh wangu anasema wa idha sallam alaykum almuslim, pindi atakapowasalimia nyinyi Muislamu, faruddu alayhi bi afdal, samrudishieni nyinyi mamkizi hayo kwa salamu iliyokuwa bora zaidi, mimma sallama, kuliko ile salamu ambayo yeye amesalimia, lafdhan, kwa kuitamka, wa bashashatan, na kufurahi. Sawa. Au ruddu alayhi bimithli ma sallama, au rudisheni kwake mfano vile ambavyo alivyotoa salamu. Walikulli thawabuhu wa jazaa'uhu,
ana kila mmoja malipo yake, wa jazaa na malipo yake vile vile, kwa sababu huyu mwenye kusema assalamu alaikum ana 10, huyu mwenye kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi ana 20, huyu anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana 30 katika malipo. Ndio pale shekhe anasema walikulli thawabuhu wa jazaa, ana kila mmoja malipo yake. Inna Allah ta'ala kana ala kulli shay'in, kwamba hakika Allah aliyakuwa ametukuka hakuacha kuwa juu ya kila kitu, mujazia, ni mwenye kukilipa. Ndio maana hasiban, ni mwenye kukuhesabu na kukulipa. subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.